Amkeni, amkeni, jambo lipo tayari. Amkeni, amkeni leo ipo katikati ya jiji la Dar es Salaam hapa kwenye msikiti wa Mtoro, na kama kawaida tumekuja kuzungumza na ndugu zangu hapa kwa ajili ya kuangalia namna gani ambavyo watakavyoamka katika siku ya tarehe 16 ya mwezi huu wa 3 mwaka 2025 pale katika uwanja wa Benjamin Mkapa kunako mashindano makubwa zaidi ya Qur'an tukufu ya mabara yote ulimwenguni ya Al Hikma Foundation chini ya mwamba wa miambani Sheikh Nuruddin Kishki. Mimi ni mzee wa amkeni, amkeni. Tuwasikilize ndugu zangu hapa watamkaje, nawe pia usikose katika siku hiyo. Asalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Kwa mashe, ambie tarehe 16 Jumapili umejiandaje kwenda kuhudhuria mashindano makubwa zaidi ya Qur'an tukufu ya mabara yote ulimwenguni? Alhamdulillah rabbil alamin thumma salatu wassalamu ala rasulillah sallam. Mimi binafsi nimejiandaa kikamilifu kunako majaliwa kwenda kuyasikiliza mashindano ya Qur'ani tukufu ya mabara yote ulimwenguni duniani. Insha Allah, Allah akinifikisha siku ya Jumapili mimi na familia yangu. Mimi nimejiandaa vizuri kabisa kwa kushiriki katika mashindano hayo. Nitakuwa ni mmoja wapo na nitafika mapema sana na familia yangu katika mashindano makubwa kabisa ya Qur'ani ya mabara yote ulimwenguni. Mimi na familia yangu nasema kabla hatujaamka nitajikuta niko katika uwanja Benjamin Mkapa. Kwa hiyo nawaalika watu wote ulimwenguni, karibuni je muone Sheikh Nuruddin Kishki atakapounguruma katika uwanja wa Taifa. Asanteni sana. Kilichobakia kitakachonisababisha mimi nisiwepo labda ni mwenye Allah tabaraka wa taala, hiyo siku aninyime pumzi na aninyime afya, lakini Allah akinijalia afya na pumzi, maamuzi mengine ya kiakili, fikra na maamuzi mimi nimesha yafanya. Nasubiria tu siku ifike niwe wa kwanza kuwepo katika viwanja vile, na kwa sababu naijua thamani ya Qur'ani, Mwenyezi Mungu ameshasema wanunanzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatu lilmu'minina, kwamba hakika ya Qur'ani ni shifa na ni rahma. Hakuna katika mwanadamu asiyohitajia shifa wala hakuna mwanadamu asiyohitajia rahma za Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo nitawahi mapema mimi na familia yangu na wote ambao wapo chini ya himaya yangu kwenda kuzifata rahma na shifa ambayo Allah tabaraka wa taala ameitia ndani ya Qur'ani. Na kauli mbiu yetu ni ile ile, Qur'ani ama ikunyanyue ama ikubwage. Hakuna mtu yoyote anahitaji kubwagika, kila mtu anahitaji kunyanyuka. Inshallah twendeni tukaujaze uwanja wa Mkapa tarehe 16. Mimi niko tofauti na wenzangu, maana mimi kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala sitokuwa wa kwanza. Mimi nitaenda kuwakaribisha wale watakaokuja, watanikuta mimi inshallah biidhnillah. Kwa hiyo sisi sio wa kualikwa, sisi tunawaalika watu waje katika mashindano makubwa ya mabara yote dunia ulimwenguni. Kwa hiyo tunawaalika waje, na sisi wenyewe tutakuwepo. Tutakuwa na double coaster 2 hapa, tutatoka asubuhi sana kuingia pale Benjamin Mkapa. Kwa hiyo tunawaambia watu waje washuhudie miujiza ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kinavyosomwa, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ameweka miujiza mikubwa, kitabu ambacho kinahifadhiwa na watoto wadogo, inahifadhiwa na wa umri wa kati na umri mkubwa. Hatuna mengi ya kuzungumza zaidi ya kutoa mwaliko kwa watu wote wajumuike kwa ajili ya kwenda kuhudhuria katika mashindano makubwa. Sasa umewadia wakati ule wa kugawa zawadi zetu, ikiwa ni maandalizi ya kuelekea katika uwanja wa Mkapa Jumapili ya tarehe 16, na kama kawaida maswali yetu ni yale yale tu, maswali mepesi, maswali ambayo yametokana pia katika baa. Mimi nadhani kila mmoja anaona fulana yangu ambayo nimevaa, mafulana ya Kimamba pale ambayo mnamwangalia, ina maandishi mekundu. Ya maandishi mekundu yana 16, yana 3 na 20 25. Kazi yako wewe ni moja tu, kuchagua namba katika hizi mojawapo nyekundu, then mimi nitakuuliza swali kutoka katika namba hizo ambayo utakuwa umeichagua. Nani uko tayari? Naomba uchague namba kutoka katika t-shirt. 16. Umechagua namba 16. Huu ni mwaka 2025, mashindano ya 25, robo karne. Je, mashindano ya 16 yalifanyika mwaka gani? Na bismillahirrahmanirrahim. Mashindano ya 2016 yalifanyika mwaka 2000 na mashindano ya 16 yalifanyika mwaka gani? Yalifanyika mwaka 2016. Yalifanyika mwaka 2016. Brother hapa umepata bana. Cheti yako bana, hapa hiyo. Namba bado zipo, bado ipo namba 3, bado ipo namba 2025. Nataka unitajie herufi ya 25 katika alfabeti. Ikiwa A 1, B 2, C 3, D 4. Herufi ya 25 itakuwa ipi? Kwa Z. Itakuwa Z. Ndio. Umeikosea kiduchu sana. Yaani ulikuwa unakaribia kabisa jibu. Ulikuwa yuko wapi wewe? Njoo msaidie shehe. Alikusalam. Bila shaka swali umelisikia. Naam.
Jibu ni wai. Jibu ni wai. Shehe wangu amepata huyu. Kwa hiyo ulikuwa ni wai zaidi. Wewe umechaguliwa wewe. Twende kwenye jibu moja kwa moja. Kwa kwanza Mama Samia, Mwinyi na Magufuli. Mwinyi yupi? Rais wa Zanzibar. Sawa, umekosea pia. Kuna mmoja umemtaja hapa ambaye pia hajawahi kuhudhuria. Yes, shehe wangu. Naam. Kwa majina naitwa Rajabu Hamisi Shabani. Viongozi wakubwa waliohudhuria katika mashindano hayo, wa kwanza ni hayati Magufuli, wa pili Kassim Majaliwa, wa tatu mtoto wa Mwinyi ambaye ni rais wa Zanzibar kwa sasa, Dr. Hussein Ali Mwinyi. Jamaa amepata huyu. Tutatoa tende hizi kwa ajili ya watu wote kuweza kutafuna tende. Kwa hiyo Kishki amewaletea zawadi hiyo kwa wale ambao tutakuwa hatujapata tende. Kwa hiyo tende tutakula wote. Qur'an ima ikunyanyue au ikubwage. Twendeni ikatunyanyue. Qur'an ima ikunyanyue au ikubwage. Twendeni ikatunyanyue.